miujiza. Mimi sisungumzii miujiza, usiitoe kwenye mada. Mimi siongelei miujiza, naongelea tokeo lililotokea na siku yenyewe. Hatokei kardinali, hatokei askofu, hatokei papa, hatokei mchungaji yoyote. Waebrania ngapi mwalimu? Biblia inasema kumbe mtu akikufa anakufa mara moja, baada hapo anangojea hukumu kwa Mola wake, sawa? Ndio. Kumbe hakuna mtu anayekufa alafu anafuka. Nimekuuliza wewe Jackie. Jackie. Jackie nisikiliza kidogo. Ngoja subiri. Subiri kwanza. Mimi nilichokuuliza ni kitu kingine mbali kabisa. Umeniuliza hivi? Wewe umeniuliza masala ya saa, nikakwambia walikuwa wanajua kwa kusimama hivi mtu anajua ni saa 11, magharibi inafika saa ngapi, wakati jua limetua, yale ile nini nyekundu imeanza kuzama, giza limeanza kuingia, unajua ni magharibi. Likipotea kabisa, unajua imeingia isha. Fajiri ulikuwa unajuaje? Ulikuwa sasa Jackie bana. Walikuwa wanajua hivi rahisi. Sasa mimi nimekuuliza. Unaona mwezi wa Machi. Unaona mwezi wa Machi. Jackie, ndio inakujibu. Ngoja kwanza. Mwezi wa Machi. Subiri Jackie. Mimi sitaki nikupeleke mbio, wala sitaki tuwe katika ushindani ambao hatuelewi tunafanya nini. Pili, unaona vyombo vya habari vinaturekodi. Isije ikaonekana tunakandamiza au tunachokuuliza uonekane kwamba huelewi hata unachokiongelelea. Mimi nimeuliza hivi, si kwamba Wakristo wanasema Yesu amekufa siku ya Ijumaa, ndio, ambaye ndio Good Friday, ndio, alafu itakuwa Sunday, ni atafufuka Yesu, maana yake Pasaka itakuwa ni Monday. Nini nikataka kujua hivi. Sasa nataka nijue, kwa sababu Biblia tumepata saa 3, kwenye Biblia tumepata saa 6, kwenye Biblia tumepata saa 9. Nilikuwa nataka nijue masaa yenyewe, ndio sasa tuanze kuhesabu, kwa sababu Yesu amesema kama vile Yona alivyokuwa katika tumbo ya nyangumi usiku na mchana, ndivyo atakavyokuwa mwana kondoo. Ndio alikuwa nataka tuhesabu tuone kama tutafikia mpaka masaa. Sasa unataka kunizungusha sana bwana. Hiyo swali yako ni rahisi. Rahisi. Sasa nijibu. Yesu kafa Friday, sawa? Ndio. Saa time gani? Okay, so umesoma hapa saa 6. Saa 6. Haya sawa. Mpe huyu sasa. Marko 15:25. 15:25 inasema, ndio. Basi ilikuwa saa 3. Ndio. Nao wakamsulubisha. Mpe. Kumbe Yesu alisulubiwa saa 3, sawa? Ndio. Wakati aliposulubiwa ndio time walimzika au walilala na yeye ndio wakamzika? Ama walimzika siku hiyo? Okay, sasa unaona mwenye aliandika hii? Anajua kwa nini aliandika hivyo? Ndio nataka nijue. Si kwa sababu alipokufa alizikwa ndio akafufuka siku ya 3? Zaidi kuna kitu inaitwaga, ngoja, let us debate with an open mind. Kuna swali kama hiyo unaweza niuliza. Kwani mimi na debate nini? Okay, nimekuuliza hivi, unataka masaa, si ndio? Jackie, tunaona umestick kwa masaa. Wacha nikuulize. Jackie, nijibu hii, naomba pia unisikie. Haya sawa. Nijibu hii. Safi. Hii swali nimekuuliza ndio nijibu. Tunaona unakwama kwa masaa. Nijibu. Wakati Muhammad alipasua masaa ngapi? Ilikuwa siku gani? Na watu wagani waliona? Ilikuwa usiku ama mchana? Nijibu hiyo. Bwana si bwana, Yesu tunataka masaa. Subiri. Tukianza kuzungumza masala ya miujiza, Nabii Muhammad alifanya miujiza mingi. Hata kulikuwa na maziwa kwa kilasi, watu wakakunya maziwa ikabaki. Subiri kwanza. Nipe masaa. Hiyo ni explanation. Subiri kwanza. Hii ni miongoni mwa miujiza. Mimi sisungumzii miujiza, usiitoe kwenye mada. Mimi siongelei miujiza, naongelea tokeo lililotokea na siku yenyewe. Kwani yeye kutokea? Ilitokea, lakini hii ni miujiza. Kwani tunajadili miujiza au tunajadili kifo? Unaweza kufa na ufufuke wewe. Mimi? Mpe. Mpe zaidi kwa Bible. Mpe. Mimi nimeuliza zaidi. Mimi unaniuliza mimi, sasa sinikujibu. Huko kwa Bible. Mimi sitaka nikujibu. Nataka unijibu ama hapana. Umeniuliza nini? Nimeuliza zaidi. Wewe mambo yanakuona hapa. Unaweza kufa na ufufuke. Sasa sumpe nijibu.
Mike mbona tabu? Mwalimu, Waebrania 9:27. Lakini lazima utajibu swali langu. Swali langu lazima utajibu, na kama una jawabu sema sina jawabu. Yusufa, ingia hapo tumalize. Unaona mpaka Charles anakaa kama mwenye maisha na mvua. Hii ni mada moto. Charles ni mtu wa sadaka, achana naye. Hii mada nimesema hatokei kardinali, hatokei askofu, hatokei papa, hatokei mchungaji yoyote. Waebrania ngapi mwalimu? Waebrania nipigie 9:27. 9:27 inasema, Waebrania 9:27. Na kama vile watu wanavyokuweka kufa mara moja na baada ya kufa nini? Hukumu. Mpe. Jack. Ndio. Biblia inasema kumbe mtu akikufa anakufa mara moja, baada hapo anangojea hukumu kwa Mola wake, sawa? Ndio. Kumbe hakuna mtu anayekufa alafu anafuka. Nimekuuliza wewe unaweza kufa. Sasa ndio nishajibu. Biblia, wewe unaamini Biblia? Nishajibu. Unaamini Biblia? Mimi naamini aliyoandikwa ndani. So kama hii iko sawa mapi? Mimi naamini aliyoandikwa ndani ya Biblia. Hata nishike kitabu hivi tena. Shika tena. Hii kitabu angalia. Subiri. Na wenye kamera wote mulikeni huyu jamaa. Hebu mulika. Nataka uruke. Mimi siruki. Mulikeni huyu. Hapa kuna Injili. Hapo kwenye Biblia. Ungeniuliza kama naiamini ama siamini. Nimeuliza hapa kuna Injili. Ndani ya Biblia. Injili ya nani? Injili iko. Hebu mpe. Mpe moja. Nakupa hapa. Wacha tutoke kwa Injili. Kuna Torati hapa. Hapo kwa ndani ya Biblia. Sumpe maiki. Wewe jibu. Sasa nitajibuje wakati uko na maiki na kitabu kinafaa kutujibu? Haya, nauliza hivi tena. Allah aliteremsha vitabu ngapi? Torati. Bwana usinitoe katika mada ya leo. Unajua kwa nini nakuuliza hivyo? Muhammad, Juda niambia Kiswahili yangu ni ngumu. Hebu jikumbusha huyu jamaa tunajadili nini leo? Unatoroka swali. Mimi sikimbii swali. Hatusungumzii masuala ya vitabu. Okay, unaamini hiyo ndio umesema sahihi? Zaidi. Angalia Jack. Sikiliza na ujue niko strict na ninachokijadili kwa sababu ni mada iko very serious. Jumatatu mundaenda kutembeleza hapa na hii kikingi ya stima, jamaa mmembebesha msalaba alafu mtandaika. Wallahi mimi mwenyewe nimerekodi Jumapili, ilikuwa nini, Ijumaa, nimerekodi pale Kibira, jeshi la wokovu wakiwa na gari wamebebesha jamaa msalaba na mbele yake kuameweka Yesu, tena yule Yesu amemweka amekunywa pombe, jamaa anatembea kotini. Sasa sijajua alikuwa ni Yesu yupi. Alafu hapo naona Pilato aliyepeana amri ya Yesu kwenda kusulubiwa, lakini jamaa kwa tu hivi. Na jamaa ananyorosha mijeredi. Akatokea jamaa mmoja anaitwa Enea, akaenda akati, kumbe alikuwa na jamaa walikosana naye. Alimtandika unyaunya, akasema mbwa wewe unaniumiza. Alafu mtuambie kwa nini hii gari wakati hiyo msalaba wa jamaa kwa nao mbele, mnekana gari ambulance. Ina maana mtu akikufa ama kishatandikwa akiumia mnamweka kwa ambulance, mnapeleka hospitali. Mohamed, hebu kumbusha huyu jamaa mada yetu na ijadili ni nini? Tumetoka mbali sana mpaka yeye mwenyewe nadhani ajielewe. Ndugu yangu, hoja ilikuwa saa ya kuuliwa kwake, sio Muhammad kafanya miujiza. Ukitaka masala ya miujiza, hata Yesu kafanya miujiza, Muhammad alifanya, tutakupa. Ukitaka Musa alifanya, yani tutakutolea nabii mmoja baada ya mwingine. Nabii Musa amefanya miujiza 10, tutakutolea zote. Akitaka ya Muhammad, ukitaka Muhammad takupa. Nani ameona saa ngapi? Tutakuonyesha tukitaka. Lakini saa hii tukae kwa hii ya kwanza, tukimaliza tuende. Hii inaitwa moving the goalpost. Tuko kwa A, wacha tumalize A kabla tuende B. Mpe Jack, ndio tunakubaliana kwamba Yesu kafa Ijumaa. Tunakubaliana Yesu alikufa kama. Sawa, nataka nishuke. Na sitaki nionekane kama ni muongeaji wa sana. Hebu nisikilize swali langu tu, nijibu tu kiurahisi ili niweze kumaliza, nipatie walimu wengine ili uweze kusubiri kwanza. Subiri kwanza. Nielewe swali langu kiufupi
unijibu kiufupi ili tuweze kumaliza kiufupi, nipatie mwalimu mwingine ili aweze kuendeleza, kwa sababu hapa kuna elimu ya kutosha. Hapa kuna elimu ya kutosha ambao watu wanafaa kupata faida. Narudi tena kwako mara mwisho, tunakubaliana na wewe kwamba Yesu kafa Ijumaa? Okay, ndio. Marko anatuambia kasulubiwa saa 3, sawa? Usitiki kwa moja. Sina siki kwa moja. Sawa, ngoja. Mimi namalizia tu hapo. Ndio maana nimekuwa mtulivu. Namalizia hapo. Marko katuambia kwamba Yesu kasulubiwa saa 3, sawa? Ndio. Aha. Baada ya Marko kutueleza kwamba Yesu kufa saa 3, hebu wacha tukadirie, tuweke tu kadiri tu. Kwa hiyo Friday, kwa sababu alizikwa hiyo siku. Nataka nijue huenda alizikwa, tukadirie tu kama masaa ngapi, kama masaa gani? Nani? Yesu. Tukadirie tu. Wala hata tukadiri, alafu utaelewa ni nini kilokuuliza. Okay, wewe kitu unataka tu ni masaa. Yaani tuseme tukadirie tu, tuweke tu gani? Tufanye tu kugesi. Okay, sijui. Ujui? Safi sana. Sasa wacha tutumie ile saa 3. Wacha tutumie ile saa 3. Kama Yesu alikufa saa 3, wacha tuseme mfano after 30 minutes ama after 1 hour alikuwa ashazikwa, sawa? Ndio. Na andiko nasema kama vile alivyokuwa Yona ndani ya nyangumi usiku na mchana, usiku 3 mchana 3, ndivyo atakavyokuwa hivyo mwana wa nani? Wa kondoo. Mwana kondoo. Sawa sana. Sasa kama mfano walimzika saa 5 na wanasema anafaa awe na mchana 3 na usiku 3, sawa? Ndio. Haya, tuhesabu kutoka saa 4 mpaka saa 12 ni masaa mangapi? Saa 4 mpaka masaa 12. Kutoka saa 4 mpaka saa 12 ni masaa mangapi hiyo? Saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, saa 10 na 1 na 2. Saa 12. Masaa zote ni masaa mangapi imepita? Okay, masaa karibia 5 na. Lakini wametuambia usiku na mchana, ina maana siku moja ina masaa 24. Lakini hawajatuambia masaa 24, wacha tuchukulie masaa 12 mchana, masaa 12 usiku, sawa? Sawa. Haya. Sasa kama itakuwa ni usiku na mchana, tutoke kutoka saa 4 kufika saa 12, utapata hayo ni masaa 8. Sawa? Hiyo ni siku ya Ijumaa imeisha. Tukihesabu hiyo saa, wacha tuichukulie, ina maana siku haijaisha, imepungua masaa 4, sawa? Ndio. Haya. Na usiku na mchana tuchukulie kutoka usiku wa Ijumaa kufika Jumamosi asubuhi, huo ni usiku moja, sawa? Ndio. Tuchukue mchana wa Jumamosi kwenda kufika jioni, hiyo ni mchana moja na masaa 8, sawa? Sawa. Tuchukue usiku wa Jumamosi kuamkia Jumatatu, hiyo ni usiku ngapi? 2. Na mchana moja na masaa mangapi? 8. Sasa Jumapili, tuchukue Jumapili kufika, hiyo Jumapili ndiyo alifufuka. Haya, sababu niambie alikaa wapi usiku na mchana siku 3? Sawa, acha nimalizie hii. Nikipeana mic huku, kuna kitu moja ulikuwa ujui. Sasa tunatumia kitu inaitwa Gregorian calendar. Na before hiyo tulikuwa tunatumia kitu inaitwa lunar calendar. Na unasikiaga tuko na masaa 365 and a quarter. Nikuulize, tangu anze kuishi hizo ni days, ushaipatana na quarter days? Haya, sawa, ushaniuliza swali na subiri kitu nilikuwa namaliza, napeana mic. Uliza swali lako direct na shuka. Hivi ndio swali yangu nauliza. Tukiangalia vile masaa na masiku ilikuwa inahesabiwa BC, kuna masaa ilikuwa inahesabiwa 12 hours. Kuna watu walikuwa wanahesabu mchana siku yake kando, usiku siku yake kando. Unaona? So ndio maana nakwambia tukiongelea kitu ya masaa ni kitu kingine ndefu. Kwa hiyo mwingine ndefu yenye hatuwezi jadili hapa. Ngoja kidogo. Unajua unalipa kazi ngumu sana wakati umesema masaa 12 ukiwa ni mchana, masaa 12 usiku. Hiyo kitu tumehesabu. Lakini unanirudisha kule wakati nimekuambia kama Yesu alikufa saa 3, tuseme by saa 4 alikuwa ashazikwa,
hiyo siku alikuwa kaburini masaa 8 ya mchana. Ndio nimekwambia hivi. Haya, kulikuwa na Gregorian calendar na kuna lunar calendar. So tukienda kwa masaa lazima tujadili hizo kwanza. Hiyo ni mada nyingine ndefu. Haya. Ni kama Wakristo mnatumia Gregorian. Lunar ni ya Waislamu. Hapo mjaribu kupiga mwalimu chenga. Mwalimu, usiende kwa sababu wakati nilikuwa nikihesabu masiku na miaka hakukuwa. Ndio nikajama na nikaanza na AC, nikakuja na BC, nikakuja na DC. Nikisema DC sio namaanisha ati ni DC au inakuanga hapa serikali hapa hapana. Patie Charles Saudi swali lake nipende mwalimu ajibu. Charles, habari yako? Salama sana. Unaitwa nani? Mimi naitwa Charles. Dini yako? Dini yangu Kristo. Swali langu ndio. Wacha tutoke kwa mada ya Pasaka ama bado uko hapo? Swali langu ndio 8:17. 8:17. Mwalimu anayekuja kujibu swali, sikilizeni vizuri. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Unaona mabwana walivyokuwa wajanja, wanajua hii mada ni moto, mpaka jamaa anakuambia bwana, hebu tuachane na hii kidogo bwana. Hii ni moto. Wewe nadhani Pasaka labda ni sembe na ugali. Unaona? Itakana hivi. Pasaka ni nini? Mwalimu, msomee kwa sababu walimu wako hapa na migogo. Naam. Hamkuwaua nyinyi lakini Mwenyezi Mungu ndiye aliyewaua. Safi. Na wewe hukutupa walakini Mwenyezi Mungu ndiye aliyetupa ili awajaribu waumini majaribio mema yatokayo kwake. Hakika Mwenyezi Mungu ndiye msikizi na mjozi. Nauliza swali. Swali langu liko hapa mwalimu. Naam. Hapa inasema si yeye alitupa, ni Mwenyezi Mungu amefanya nini? Alitupa. Mwenyezi Mungu alikuwa wapi akitupa? Swali lako, Mungu alikuwa wapi akitupa? Sasa mwalimu Idrisi, nafikiri mimi nilikuwa nafundisha Pasaka. Hebu kuja sasa umweleze wapi Mungu alikuwa akitupa akiua. Mada moja tamu sana, wewe na kuhitaji kesho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Hebu mpe tena huyu kijana. Mambo ya kutupa ya nini wewe? Unataka utupe? Ala ametupa. Nani katupa nini? Sianza hapo ndio nataka kujua. Ala alikuwa wapi akitupa na alitupa nini? Haya, tulia hapo, rudisha maiki. Kuna vitu vinaulizwa ambavyo hata Ibilisi mwenyewe anakushangaa. Subiri sasa. Wewe badala uulize kitu ambayo itakusaidia, ala akitupa akiwa wapi? Akiwa wapi wewe unahusika na nini? Yeye Mwenyezi Mungu asili yake 21:23 Qur'an. Asili yake Mwenyezi Mungu 21:23. Harakisha mkono. 23 nasema 21:23. Haulizwi Mwenyezi Mungu. Rudia tena. Haulizwi Mwenyezi Mungu anayofanya. Ndio. Kwani yote ni haki. Basi wewe kufa kisha utaenda ukutane naye ukamuulize ulitupa ukiwa wapi. Hebu Waislamu, nimejibu hivyo hivyo kijeuri. Kwa sababu swali limekuja kijeuri na mimi nimerudisha kijeuri. Lakini pia mara nyingi watu wanazungumza sana. Tuna mgeni hapa amefika. Watu wanacheka sio? Itabidi hivyo hivyo. Kuna vitu vinakuja, mtu anakuwa imani. Mnafundishana ili umjenge imani. Sasa anakuuliza Mwenyezi Mungu alitupa akiwa wapi? Haya, akiwa Kawangwale. Ushajua hilo faida yake nini? Suria hapo hapo. Kuna mgeni ndugu zangu ambaye mgeni huyu atakuja azungumze hapa. Baada ya kuingia aliniita kando pale tukazungumza naye. Yaani hata kuwepo hai katika ardhi hii kwa wakati huu ni nusura Allah tabaraka wa taala. Tuko na ndugu yetu amepata ajali mbaya na hakwenda kuuza wala kununua, kaenda kwa ajili ya kumtangaza Allah na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amepata ajali ya kutisha, lakini kwa idhini ya Mwenyezi Mungu amemweka hai mpaka sasa tuko naye. Hebu nimpe dakika 5 ajieleze nini kilitokea na wapi tukio limetokea, na sasa tunamuona akiwa na vinjari katika viwanja hivi ni kwa nusura ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala.